Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Bila shaka kipindi chetu kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako bali vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, maana nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa ushauri, maelekezo na mwongozo wa namna yote kuhusiana na mipango yako. Lakini tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni masaa 24 yaliyokuwa na joto kali baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran, vile vile ukihusisha na nchi ya Marekani. Kwanza kabisa ilikuwa ni hatua ya nchi ya Iran kushambulia katika bezi ya Al-Hudaid inapatikana katika mji wa Doha katika nchi ya Qatar. Mashambulizi ambayo actually tunasema ilikuwa ni symbolic retaliation. Ni mashambulizi ya kulipa kisasi, lakini yenye lengo tu la kuonyesha alama ya strength, alama ya nguvu ya nchi ya Iran. Al-Hudaid ni moja katika bezi muhimu katika eneo la Mashariki ya Kati, na ndio bezi kubwa zaidi inamilikiwa na nchi ya Marekani, ambayo tunasema ni center of the Central Command. Yani maana yake ndio kitovu cha Central Command au bezi kubwa zaidi ya Marekani, ambayo inasimamia sio tu eneo la Mashariki ya Kati mpaka sehemu za kaskazini mashariki mwa Afrika. Maana yake inachukua sehemu kama za Misri, na siku za nyuma ilikuwa inasimamia mpaka sehemu kama za Ethiopia. Lakini baadaye Ethiopia ikarudishwa katika AFCOM ambayo ni Central Command ya Marekani katika upande wa Afrika. Lakini actually maana yake unapozungumzia Al-Hudaid ni bezi inayosimamia Misri, inasimamia sehemu Mashariki ya Kati, na inasimamia vile vile mpaka sehemu za katikati ya bara la Asia. Maana yake unachukua nchi kama za Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, zote maana yake zinaingia katika Central Command ya Al-Hudaid. Tunasema ni symbolic retaliation. Tunasema ilikuwa ni mashambulizi kama ya alama. Actually kwa sababu yalikuwa ni mashambulizi ambayo yalikuwa yana pre-arrangement, yalikuwa na mpangilio nyuma yake. Maana yake nchi ya Iran ilitaarifu nchi ya Qatar, na kuzingatia kama mahusiano ya Iran na Qatar ni mahusiano ya karibu. Kwa hiyo waliofahamisha Qatar kwamba wana mpango wa kushambulia katika bezi ya Al-Hudaid. Na Marekani vile vile walizungumza takriban ndani ya masaa 48 walifahamu kwamba Iran ina mpango wa kushambulia katika sehemu ya bezi yake. Kwa ina maana kulitokea evacuation, utoaji wa vitu ulikuwa umeshafanyika, na kisha baada ya hapo ndio Iran wakaweza kushambulia kama ilivyokuwa katika mashambulizi ya vile vituo vya kinyuklia vya nchi ya Iran, kwamba kabla Marekani hawajashambulia, Iran walipata fursa ya kutoa baadhi ya vitu vya muhimu. Mashambulizi ya sehemu ya Al-Hudaid tunachukulia katika uzito wa namna yake, pamoja na kwamba ilikuwa ni symbolic. Cha kwanza ilikuwa ni kuonyesha ile strength ya nchi ya Iran, kwamba Iran ilikusudia kuonyesha ulimwengu kwamba na yenyewe ina sehemu katika dunia, au ina sehemu ya sauti na maamuzi katika dunia. Ukizingatia kwamba nchi ya Marekani ni nchi ambayo ina uchumi mkubwa kuliko nchi zote duniani, lakini vile vile tunasema ni superpower in totally. Ni nchi ambayo ina nguvu ya kiuchumi na ina nguvu ya kijeshi, ukizingatia kwamba bajeti yake tu ya jeshi unaweza ukazichukua nchi 10 chini yake. Maana yake ukachukua China, ukachukua Urusi, ukachukua Uingereza, Ujerumani, Faransa pamoja na nchi zingine zote kwa pamoja, ndio tunaweza kufikia katika bajeti ya nchi ya Marekani. Maana yake ni nchi ambayo ina nguvu kubwa, na katika hali ya kawaida mtu kushambulia katika sehemu ya kitovu chake au sehemu ya bezi yake ni kuonyesha kwamba mhusika vile vile ana sehemu ya nguvu ya kufanya maamuzi kwa ajili ya kulinda heshima yake. Kwa hivyo mashambulizi yaliyofanyika katika sehemu ya Al-Hudaid kwanza ni kuonyesha nafasi ya Iran katika uso wa dunia. Mashambulizi yaliyofanyika katika bezi ya Al-Hudaid ni kutuma message kwa nchi zote duniani kwamba Iran haiwezi kukaa kimya pale itakapoona kwamba sehemu ya maslahi yake au heshima yake inaanguka. Maana yake Marekani kushambulia katika sehemu za Fordo na Tanz na Isfahan ilikuwa ni sehemu ambayo lao Irani wasingejibu, ingekuwa ni sehemu kidogo ya aibu, kwamba Iran pamoja na uwezo wake wa kusema kwamba anaweza kujibu, kuna sehemu ikifika tena huo ndio mwisho wake. Lakini kitendo cha kushambulia katika sehemu ya Al-Hudaid ni kutuma message kwamba
ana uwezo wa kurespond pale heshima yake inapokuwa inaelekea kuguswa au kuharibiwa. Hiyo ni pointi ya pili. Lakini pointi ya tatu vile vile ni kutuma message katika nchi ambazo zina bezi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kwamba kuwa na bezi ya Marekani haimaanishi kwamba mko secured au mpo katika sehemu ya usalama. Pale itakapoonekana kwamba Iran anawajibika ku retaliate, yani kufanya mashambulizi ya kulipa kisasi, hata kama itakuwa ni Marekani amehusika, basi Iran ina uwezo wa kufanya hivyo. Lakini vile vile message nyingine ni kuzifahamisha nchi za Kiarabu kwamba zina nafasi ya kuunganisha nguvu yao na kuwa kitu kimoja chenye nguvu zaidi. Zina nafasi ya kuunganisha nguvu yao na kuwa kitu chenye nguvu zaidi, ukizingatia kwamba Iran wana teknolojia. Licha ya kuwa na nguvu hizi, lakini vile vile wana teknolojia. Na ikumbuka kwamba Iran ni nchi ambayo imekaa kwenye vikwazo kwa zaidi ya miaka 40 au kwa takriban miaka 40 imekuwa ikiishi katika vikwazo. Kwa hiyo kile ambacho wamekuwa wanakionyesha sasa hivi, pamoja na challenge ambazo wanakutana nazo, ni kuonyesha kwamba nchi za Mashariki ya Kati, iwapo kwamba zingekusudia kuungana na kuwa kitu kimoja, palikuwa kuna uwezekano vile vile hata teknolojia ikahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kufanya nguvu yao iweze kuwa kubwa. Kwa hiyo mashambulizi ya Iran pamoja tunasema kama ni symbolic, lakini yalikuwa yana strategic interpretation, yana tafsiri ya kimkakati kwamba Iran ina uwezo wa kuonyesha au wa kujibu chochote ambacho kinafanywa na yoyote dhidi yake. Lakini vile vile nchi ya Iran imetangaza pia kuweka kukusudia au bunge lake limepitisha muswada wa kukusudia kufunga sehemu ya Strait of Hormuz, mlango bahari ule wa Hormuz, ambao tumekuwa tukikariri mara nyingi kama watafikia katika final conclusion, kwa sababu muswada ule umepelekwa katika Baraza la Usalama la nchi ya Iran. Na imepelekwa katika Baraza la Usalama la nchi ya Iran ni kwa sababu ya maamuzi yaliyofanywa na Ali Khamenei katika siku za nyuma ya kupunguza sehemu majukumu yake na kuweka katika Baraza la Usalama la nchi ya Iran. Iwapo itatokea kwamba amefikwa na mauti kwa sababu ya namna yote, maana yake nchi isibaki na vacuum, isibaki iko wazi bila kujua kwamba nani atakuwa na maamuzi ya mwisho katika utawala wa nchi ya Iran. Kwa hivyo imepelekwa katika Baraza la Usalama la nchi ya Iran ikisubiriwa maamuzi gani yatakayotoka. Lakini iwapo maamuzi haya yatapita, maana yake yatakuwa ni maamuzi ambayo yatakuwa na madhara makubwa katika dunia, licha ya kwamba vile vile itaiathiri Iran yenyewe kwa upande mmoja au mwingine, lakini yatakuwa na maamuzi makubwa, yatakuwa na athari kubwa katika uso wa dunia. Kwa upande wa Iran tunafahamu kwamba Iran inapata faida kutokana na biashara ambayo inafanya na nchi kama China, kwa sababu China 40% ya mafuta yake actually inachukua kutoka katika nchi ya Iran. Ukisema unafunga sehemu ya Strait of Hormuz, maana yake ni kwamba hakuna yeyote atakayeruhusiwa kupita katika eneo hilo. Lakini ukiachilia mbali athari ambayo Iran wenyewe wanaweza wakaipata, dunia maana yake itaingia katika tatizo kubwa la kiuchumi, itaenda katika upande tunasema recession, yani kama mdororo wa kiuchumi unaweza kutokea duniani, kwa sababu sehemu ya Strait of Hormuz ni sehemu ambayo ina supply au ina support upande wa nishati ya dunia kwa takriban 20% katika upande 20 mpaka 25 katika upande wa mafuta, na takriban 20% katika upande wa gesi. Kwa ina maana kitakachotokea iwapo eneo hili litafungwa, maana yake dunia itapata usumbufu wa sehemu ya nishati ya mafuta au gesi kwa zaidi ya 20%. Na ukiachilia mbali vikwazo ambavyo vipo katika nchi kama ya Urusi ambao sasa hivi inapigana vita na nchi ya Ukraine, na ukiachilia mbali kuna wazalishaji wakubwa kama nchi kama ya Venezuela imekuwa ina vikwazo. Kwa hivyo inawezekana ikatokea deficit kubwa, pamoja na kwamba kuna sehemu za kupitia. Kwa mfano katika nchi ya Saudi Arabia wana pipeline, wana bomba lile la East West pipeline, lakini ni bomba ambalo haliwezi kufanya kazi iliyokuwa inafanywa na Strait of Hormuz. Kwa hiyo tunachotegemea iwapo kwamba wataingia katika watafikia katika maamuzi hayo, maana yake kwa mara nyingine tena Irani atakwenda kuitikisa dunia. Irani atafanya jambo ambalo litakwenda kuitikisa dunia. Kitakachotokea ni kwamba cha kwanza kabisa tunategemea gharama za insurance au zile bima za meli ambazo zinakwenda kuchukua mafuta katika maeneo ya Mashariki ya Kati zitaongezeka kwa sababu ya tatizo la kiusalama pia ambalo inawezekana likajitokeza katika eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba kumetangazwa makubaliano ya amani baina ya Iran na Israel. Lakini
Jambo la pili, kwa sababu ya kupungua kwa upatikanaji wa mafuta na gesi, maanake gharama zitakuwa juu. Gharama kuwa juu katika mafuta, maanake vyombo vya usafiri gharama zitapanda, katika viwanda kwenye upande wa uzalishaji pia gharama zitapanda, jambo ambalo litapelekea vile vile bidhaa ziweze kupanda. Kitendo cha bidhaa kupanda, maanake tunategemea kwa upande mmoja au mwingine kitakwenda kuathiri sera za nchi tofauti tofauti. Ziko nchi ambazo zinaweza zikaadapt sera ya kulinda thamani ya pesa. Pesa inalindwaje thamani yake? Maana yake kinachofanyika ni nchi husika kutoa maelekezo katika benki kuu. Benki kuu itakachokifanya ni kuongeza kiwango cha riba, na ili kuongeza kiwango cha riba katika mzunguko wa kawaida wa ukopaji katika zile sehemu za mabenki na mfano wake, kawaida hizi benki za kawaida, hizi benki za kibiashara kama tulizokuwa nazo CRDB, NMB, hizi benki zote huwa zina reserve au zina account katika benki kuu. Kwa hiyo kinachofanyika ni benki kuu kutoa maelekezo katika hizi benki za kawaida ziongeze kiasi cha pesa katika benki kuu. Benki za kawaida zikiongeza kiasi cha pesa katika benki kuu kufidia ile gap ya pesa iliyoondoka, wanachokifanya ni kuongeza riba katika mikopo inayokopwa. Riba ikiongezeka, maana yake mzunguko wa chini unapungua, kwa sababu watu wengi watashindwa kwenda kukopa kwa sababu ya ongezeko la riba. Kwa hivyo pesa inapokuwa haipatikani kwa upande mmoja mwingine, ni katika sababu ya kuifanya pesa ikabaki kiasi fulani ina nguvu, hata kama patakuwa kuna ile shaking katika markets, yani soko litakuwa limetikisika kwa sababu ya kuongezeka kwa gharama za uzalishaji. Pamoja na kwamba hilo wakati mwingine linaweza likaathiri sehemu ya uwekezaji, kwa sababu maana yake ni kwamba watu watakuwa wanashindwa kukopa, na uwekezaji kwa upande mmoja au mwingine inawezekana ukashake, pamoja na kwamba kitakachokuwa kinalindwa ni ile thamani ya pesa. Lakini kwa upande mwingine nchi inaweza ikakusudia kuwawezesha wananchi wake kuwa wana uwezo wa kununua bidhaa hata kama zimepanda bei. Maana yake kitakachotokea ni ile benki kuu itatoa maelekezo katika hizi benki za chini ziende kupunguza kiwango cha pesa katika benki kuu katika zile akaunti zao. Ina maana kiwango cha pesa kiongezeka katika hizi commercial benki au hizi benki za kawaida, zile benki za kawaida zinachokifanya ni kupunguza kiwango cha riba. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mikopo inaweza ikatoka kwa riba hafifu, na automatically watu watakuwa wanakimbilia kwenda kukopa mikopo, watakuwa na mzunguko utakuwa mkubwa na kiasi ambacho wanaweza waka afford au wakaweza kwenda kulingana na gharama za bidhaa jinsi zitakavyokuwa. Pamoja na kwamba ni jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine linaweza likawa na madhara makubwa, kwa sababu ya tatizo la anguko la thamani ya pesa linaweza likajitokeza, kwa sababu bidhaa inawezekana zikaendelea kupanda katika viwango vya juu katika upande wa gharama, kwa kuzingatia kwamba mzunguko wa pesa umekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo tunachokitegemea ni kwamba iwapo patafungwa pale katika Strait of Hormuz, tunategemea mabadiliko makubwa katika upande wa sera. Pamoja na kwamba vile katika hatua za awali, hata kama Iran itakuwa imekusudia itia adabu Marekani pamoja na nchi za magharibi, kitakachotokea katika hatua ya awali, maana yake tunategemea dola thamani yake itaongezeka, itaendelea kuwa na nguvu kwa hatua za mwanzo, kwa sababu ukizingatia Marekani ni mzalishaji mkubwa wa mafuta, ni mzalishaji mkubwa wa gesi. Anachokihitaji kutoka nje ni karibia kama 7% mpaka 4% ndio anachokihitaji kutoka nje. Pamoja na kwamba muunganiko wa masoko ya mafuta duniani yako connected sana, yameunganika sana. Kwa hivyo kupanda kwa bei ya mafuta duniani maana yake kutapelekea pia hata Marekani baadaye bei vile itapanda, jambo ambalo katika hatua ya mwanzo watu wengi watakimbilia kwenye kununua dola, kwa sababu wakiamini kwamba dola ndio itakayokuwa currency au pesa ambayo ina nguvu na ambayo haitikisiki. Lakini itakapotokea pia Marekani bei za mafuta zikaanza kupanda, automatically vile watu wataachana na dola, watakimbilia katika kuhifadhi pesa zao katika vifaa au vitu vya thamani kama dhahabu au fedha, madini yale ya fedha na mfano wake. Kwa hiyo ni hali ambayo vile tunaweza tukaiona kwamba kuna uwezekano mkubwa ikatokea tatizo la kiuchumi na likaenda katika scenario hii hapo tumejaribu kuizungumza kwa uchache. Lakini jambo lingine ambalo tunasema kwamba limejitokeza ni kuhusiana na tangazo la ceasefire na majibizano makali yaliyotokea baina ya nchi ya Iran na nchi ya Israel. Rais Donald Trump ametangaza ceasefire kwamba Iran na Israel wanaelekea katika ceasefire ambayo actually ilikuwa inafikiwa kulingana na maelezo aliyotoa Abbas Araghchi, yule waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, kwamba Israel iwapo itastopisha mashambulizi yake mpaka saa 10 alfajiri kwa muda wa Tehran, maana yake
Iran itakuwa iko tayari kuelekea katika ceasefire, lakini maamuzi ya mwisho yatatoka upande wa Iran. Kwa hivyo jana tulishuhudia mashambulizi makali kutoka katika upande wa Israel ikishambulia sehemu, imefanya attacks karibia 200. Maana yake imefanya attacks the last hour, tunasema ile dakika za mwisho, fanya mashambulizi mengi sana ndani ya mji wa Tehran. Bado tunajaribu kufuatilia ili kupata assessment nzuri ya kipi ambacho kimepata madhara zaidi, lakini actually Israel ilifanya mashambulizi makubwa, mashambulizi ambayo vile vile imekuja kujibiwa na nchi ya Iran. Iran vile vile imefanya mashambulizi makubwa hasa katika mji kama wa Beersheba, kufanya mashambulizi makubwa sana katika sehemu kama ya Beersheba, katika sehemu kama za Haifa, katika sehemu kama za Tel Aviv, imefanya mashambulizi makubwa. Mwanzo wa mgogoro ni Israel ndio walianza kushambulia, lakini mwisho wa mgogoro ni Iran ndio wamemaliza kwenye upande wa mashambulizi. Na hili ni jambo ambalo Iran walilokuwa wanalihitaji, kwamba iwapo Israel watashambulia basi wafahamu kwamba Iran hawataacha retaliate, hawataacha kurudi kwenye kufanya mashambulizi. Ceasefire hii ni ceasefire ambayo tunasema wale watu wa international relation, wa masuala ya mahusiano ya kimataifa, kuna nadharia huwa wanaishi nayo wanaita realism principle au principle of reality, yani nadharia ya uhalisia. Yani ceasefire hii ambayo imefikiwa baina ya Israel na Iran inatupa taswira moja, kwamba vita ni maandalizi ya watu kuelekea katika amani, na amani ni maandalizi ya watu kuelekea katika vita. Ndio watu wa international relation huwa na maneno ya namna hiyo, au mahusiano ya kimataifa huwa na maneno ya namna hiyo, kwamba hii ceasefire ambayo imefikiwa leo hii tunasema sio ceasefire, sio documented ceasefire, sio ceasefire ambayo imeandikwa, imeratibiwa na inaweza kusimama. Na ndio maana inaonekana kwamba mpaka sasa hivi tunaongea alfajiri au asubuhi ya leo, Netanyahu hajaongea chochote. Netanyahu hajaongea chochote, wala kabineti yake haijaongea chochote. Maana kinachoonekana ni kwamba ni kama mapumziko ambayo watu wamekwenda ili kila mmoja akusanye nguvu vita iendelee tena. Ni kama mapumziko ambayo watu, ndio maana tukasema kwamba amani, yani kuingia katika amani, inawezekana ikawa ni maandalizi ya watu kurudi tena katika vita. Na walipokuwa katika vita, inawezekana ilikuwa ni maandalizi ya watu kwenda katika mpango wa amani. Kwa hivyo ni aina fulani ya ceasefire ambayo haitupi uhakika kwamba hawa watu hawatarudi tena katika mzozo ambao umejitokeza na umeleta athari kwa kiwango fulani. Katika tathmini yetu kwa ujumla mpaka kufikia hapa, manake tunaona kwamba kuna upande wa tactical maneuver na katika upande wa strategic maneuver. Nikisema upande wa tactical maneuver ni katika upande wa kimbinu. Katika upande wa kimbinu tunaweza tukasema kwamba kwa mbinu za medani Israel wameonyesha ubora katika upande wa mbinu. Kwanza wamefanya hatua ya kwanza, walifanya surprising attack, wakaweza kuua baadhi ya watu muhimu, lakini vile vile wameweza kutumia mbinu ya anga katika upande wa mashambulizi ya anga kuweza kulihamisha jeshi la Iran kutoka katika upande wa kutegemea zaidi upande wake wa magharibi, maana katika miji kama ya Tabriz na mfano wake Kermansha na mfano wake, kurudi katika upande wa magharibi na upande wa katikati, kama tulivyozungumza katika vipindi vyetu katika kipindi cha nyuma kwamba Iran katika silaha zake ambazo tunasema ni precision missiles, zile silaha ambazo kawaida zikielekezwa zikashambulia katika doti fulani huwa hazitoki nje ya doti hiyo. Maana yake ule uwezekano wa kutoka katika doti inayokusudiwa huwa unakuwa ni mdogo, ambao tunaita ni circular error probability, yani mzunguko, kwamba silaha yote inapokuwa inatumwa kuelekea mahala kokote huwa lazima itengenezewe mzunguko. Kwa hivyo silaha za upande wa magharibi ambapo inaonekana Israel ilikuwa na concentrate sana kwenye kushambulia maeneo hayo, ni silaha ambazo zikitumwa kwenda kushambulia inawezekana ikaikiwa mzunguko labda wa mita 5, ambao ni mzunguko mdogo sana. Kwa ina maana pointi yote itakapokuwa imeelekezwa itakwenda kupiga hapo hapo. Lakini silaha nyingi ambazo zinaonekana ziko upande wa katikati ya Iran au katika upande wa magharibi mwa Iran, silaha kama Ermad F ni silaha ambazo actually tunasema ile circular error probability, ule mzunguko wake, kwamba pale inapokusudiwa kupiga inapewa upana mkubwa. Inaweza ikakadiriwa kwamba itapiga katika upana wa mzunguko wa mita 30.
Kwa hiyo ina maana ndani ya mita 30 kama chenye kukusudiwa ni cha mita 5, inawezekana ikatoka pembeni kidogo. Hizi ni silaha nyingi ambazo zinapatikana katika upande wa magharibi na katika upande wa katikati ya Iran. Kwa hivyo tactically, pamoja na kwamba ziko vile vile silaha ambazo tunasema ni precision missiles, supersonic missiles kwa mfano, yani zile silaha ambazo hazikosei, zipo pia katika maeneo ya central Iran au west Iran, katika upande wa katikati ya Iran au upande wa magharibi, lakini nyingi silaha za namna hii hasa ziko katika upande wa magharibi, ambapo inaonekana kwamba Israel walijaribu sana kutumia ile advantage yao katika upande wa anga kwenye kushambulia katika maeneo hayo ili kuweza kudestabilize kwa upande mmoja mwingine mpangilio wa jeshi la Iran. Kwa hiyo katika upande wa tactics kama hizo za kulazimisha kwamba Wairani wabadilishe baadhi ya mifumo yao na mfano wa vitu kama hivyo, tunaona kabisa toka mwanzo wa vita mpaka tunaelekea mwisho, walijitahidi kufanya hivyo. Waisraeli walijitahidi kufanya hivyo kwa upande mmoja au mwingine, pamoja na kwamba ni jambo ambalo halikumaliza supremacy, haikumaliza ubora wa nchi ya Irani katika upande wa matumizi ya vitu kama ballistic missiles, zile silaha ambazo zinatengeneza parabola katika upande wa anga. Lakini ukizungumzia katika upande wa strategic maneuver, katika upande wa mkakati, Iran amefanikiwa. Tukizungumzia katika upande wa mkakati, Iran amefanikiwa. Na nikisema katika upande wa mkakati kwa sababu kwanza kabisa Iran kilichokuwa kinatakiwa cha kwanza ilikuwa ni mkakati wa kuondoa utawala. Huo ni mkakati ambao walikuja nao wa Israel. Vile vile ilikuwa ni mkakati ambao na Marekani vile vile alikuwa akiusupport mkakati huo. Lakini toka kipindi cha mwanzo kwa tunazungumzia mgogoro huu, tulizungumza tukasema mpango au mbinu ambayo Israel wameitumia kwa lengo la kuondosha utawala ni mbinu ambayo imefail. Yani strategically ina makosa, kwa sababu hatua ya mwanzo walianza kushambulia maeneo ya raia, na raia ambao wenyewe wanawategemea ndio watafanya move ndani ya nchi. Kwa hiyo automatically ni kwamba ni move ambayo ilikuwa imefail. Kwa hiyo strategically, kimkakati, Israel walifeli katika mpango wao. Hiyo ni point number 1. Point number 2, Israel walikuwa wamepanga mkakati wa kuhakikisha kwamba Iran inakuwa haina zile center zake za nuclear zinaacha urutubishaji, zinakuwa ni zero enrichment, hakuna uwezekano wao kurutubisha. Lakini mpaka tunaingia katika makubaliano haya ya amani ambayo tunasema tuna mashaka nayo, hakuna achievement iliyofikiwa, hakuna kilele cha mafanikio ambacho kimefikiwa na nchi ya Israel katika mpango wao. Lakini jambo lingine ambao tunasema kwamba strategically limeipa advantage nchi ya Iran ni katika upande wa wao kushambulia katika base kama ya Marekani ya Al-Hudaydah. Pamoja na kwamba shambulizi lake tumesema ni symbolic, lakini imeweza kuonyesha kimkakati kwamba Iran ni katika nchi ambazo zina nafasi katika eneo la Mashariki ya Kati na nafasi katika sehemu ya dunia. Kwa kila upande unaweza ukadeclare kwamba wenyewe umeshinda katika namna yake. Lakini kingine ambacho tunakiona kwamba Iran wamefanikiwa kukifanya strategically ni kuipa assignment au kuipa homework nchi ya Israel, kwa sababu Israel ni nchi ambayo iko highly shielded tunasema. Yani ni nchi ambayo imewekewa cover nyingi. Ukiangalia zile anti-missile system zake, kuna Patriots, kuna David Sling, kuna Iron Dome, kuna whatever and whatever. Yani ziko nyingi, lakini tumeshuhudia mabomu ya nchi ya Iran yamekuwa yakipenetrate, yanapita na yanashambulia pale anapokusudia yenyewe kwenda kushambulia. Na ni move ambayo Israel hawakuwahi kuimagine katika mind zao kwamba kuna siku moja sehemu kama Kiria itashambuliwa, ile makao makuu ya jeshi itashambuliwa. Haikuwahi kuimagine. Hakuwahi kuimagine sehemu kama zile za Weizmann Institute of Technology itashambuliwa. Haikuwahi kuimagine sehemu kama za Razion zitashambuliwa. Ni jambo ambalo halikuwa katika fikra zao. Hii ni kuonyesha kwamba kimkakati Iran wameweza kutengeneza kitu kingine, kwamba wao wanaweza wakupita katika shield yoyote katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanaweza kupita katika shield ya namna yoyote. Hili ni jambo ambalo tunaona kwamba strategically Iran wamefanikiwa kuweza kulitengeneza. Kwa hivyo tunachojaribu kukitazama sasa hivi ni
actually ni kipi kinachofuata? Kipi kinachofuata baada ya kutangazwa kwa ceasefire ya Rais Donald Trump? Tunaona mpaka sasa hivi kwamba hakuna statement ambayo ziko strong au makubaliano ambayo yako strong ya kuonyesha kwamba hakuna kitakachoendelea. Hatujaona kitu cha namna hiyo. Na principle ambacho tumeweza experience cha ajabu katika vita hii au cha faida sana katika vita hii ni kwamba wahusika walikuwa wakishambuliana kwa namna ambayo inamfanya mwingine awe na discipline na mwenzake. Kwamba kwa mfano mashambulizi yalianza kutoka katika upande wa Israel, na Israel ilishambulia katika baadhi ambazo target ambazo walikuwa wanazitaka, lakini zile target zilikuwa zinakusanya vile vile sehemu ya makazi ya watu. Lakini vile vile Iran na wao wakarespond katika namna ambayo imeathiri mpaka sehemu ya makazi ya watu. Kwa hiyo ikabadilisha modes ya upiganaji. Ikabidi Israel ya shift target sasa awe anashambulia zaidi kwenye sehemu ambazo ziko official kama za kijeshi na nini, na Iran vile vile wakashift katika utaratibu wa namna. Kwa hiyo ina maana ilikuwa ni aina fulani ya mapigano ambayo yalikuwa yote yanakwenda katika wizani wa sawa sawa, kwamba huyu akienda hivi basi na huyu anaamua anakwenda hivi, huyu akienda hivi na huyu anaamua anakwenda hivi. Kwa hiyo bado tuna muda wa kutazama kwanza kama kuna madhara yote yatajitokeza katika upande wa uchumi kutokana na kile ambacho kimekusudiwa na nchi ya Iran, na inawezekana mkakati wake mkubwa Iran hasa ni kusupport de-dollarization. Maana yake watu mwisho wakimbilie katika dhahabu na wakimbilie katika matumizi ya local currency, hela zao za ndani badala ya kutumia dola. Inawezekana hii ni reaction ambayo Iran wanakusudia kuisukuma ajenda hiyo ili kuifanya kama Marekani iwe katika engo fulani ambayo itaathiri sehemu yake ya dola, pamoja na kwamba ni mchakato wa muda mrefu kusema kuitoa dola moja kwa moja katika mzunguko wa dunia. Lakini vile vile tunajaribu kuendelea kuangalia utulivu wa namna hii, kwa sababu mpaka sasa hivi kilichoamuliwa kinaonekana kwamba Israel akitulia basi na Iran ndo atatulia, na Iran akitulia ndo Israel atatulia. Hili ni jambo tunaendelea kutazama katika issue ya makubaliano ya amani ambayo yamesimamiwa na Rais Donald Trump. Na jambo la tatu, tunatamani kuendelea kuangalia kwamba ushawishi wa Iran utakuwa umeongezeka kwa kiwango gani, especially katika biashara kama za uzaji wa silaha, kwa sababu ameweza kuonyesha kwamba anazo silaha ambazo zinaweza kupenetrate katika mifumo ya namna yoyote. Ni jambo ambalo tutajaribu kuendelea kulitazama. Vile vile ameonyesha ameharibu biashara kwa kiwango kikubwa ya anti-missile system za nchi kama ya Marekani na nchi kama ya Israel ambazo zilikuwa zinatumika au zinauzwa zaidi duniani. Lakini kitendo chake cha kufanya mashambulizi na amekuwa na penetrate katika mifumo takriban 7, 8 mpaka 9 ni kuonyesha kwamba vile vile amekusudia au imefanikiwa kwenda kuharibu sehemu ya biashara au mvuto wa biashara ya zile anti-missile system, kwamba hazina uwezo wa kiwango hicho cha moja kwa moja kusema kwamba silaha haiwezi kupenetrate katika ile mifumo. Na mwisho kabisa ni ushawishi wa Iran katika dunia. Tunatamani kuendelea kuona katika siku zijazo, ili tuone kwamba nafasi yake katika dunia inawezekana ikawa ime grow up au imekuwa kwa kiwango gani, kiasi ambacho kwamba inaweza ikaleta ushawishi, ukizingatia kwamba ina uwezo wa kuleta ushawishi sasa hivi katika matatizo, katika issue kama za kiuchumi, kama vile inavyokusudia kufunga sehemu katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kuangalia, na tukitaraji kwamba huenda katika muda unaofuata tukapata taswira na picha iliyokuwa bora zaidi ya picha hii tuliyokuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe tusisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.